Bismillahirrahmanirrahim. Zanzibar. Siku ya Jumapili, mahujaji pamoja na viongozi mbalimbali wa kitaifa wakiongozwa na Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi walijumuika katika msikiti wa Jamii ya Zinjibar kwa kuagana na kutolewa nasaha kwa mahujaji. Katika hafla hiyo alikabidhiwa mmoja kati ya mtarajiwa alioazimia kuhiji tiketi ya kuweka fedha yake ya hija katika ofisi ya wakfu na mali ya amana Zanzibar, ukiwa ni mfano wa wengine nao kufuata. Taasisi zilizo chini ya Umoja wa Usafirishaji wa Mahujaji Zanzibar UTAHIZA zimesema zitaendelea kutoa elimu ya ibada ya hija kwenye mikusanyiko ya vijana ili kutoa hamasa kwa vijana nao kujitokeza kushiriki ibada ya hija wakiwa na umri mdogo. Akizungumza na waandishi wa habari katika moja ya vikao vya kuelezea maandalizi ya hija na mwelekeo wake kwa mwaka wa 2026 kilichofanyika katika ukumbi wa Masjid Jamiu Zinjibar Mazizini mjini Unguja, katibu mtendaji wa wakfu na mali ya amana Zanzibar Sheikh Abdallah Talib amesema kuna haja ya kuelimisha elimu ya hija kwenye makundi ya vijana ili na wao waweze kufikiwa na fursa hiyo na kuitumia. Sheikh Talib amesema uzoefu unaonesha watu wengi wanaohamasika na kushiriki kutekeleza ibada ya hija ni wazee ambao hupoteza sifa kutokuwa na afya imara itakayowawezesha kumudu matendo yote ya hija. Sheikh Talib amesema kazi ya kwanza itakayofanywa na taasisi hizo ni kuondoa dhana potofu iliyojengeka kwenye jamii ya kuwa ibada hiyo ipo kwa ajili ya wazee na watu wazima ambao hawana matumaini ya kuendelea na maisha baada ya kurudi Maka. Ofisi ya wakfu na mali ya amana ndio msimamizi mkuu wa waendao hija. Inaratibu kwa kushirikiana na taasisi zilizo chini ya Umoja wa Usafirishaji wa Mahujaji Zanzibar UTAHIZA mpango wote wa mahujaji wa Zanzibar. Mwenyekiti wa UTAHIZA Sheikh Muhammad Mansur amesema Jumapili mahujaji wengi wataanza kuondoka nchini na kuelekea nchini Saudi Arabia kwa ajili ya ibada ya hija ya mwaka huu wa 2026. Madina. Sheikh Abdurrahman Al-Sudais, mwenyekiti wa mamlaka masuala yanayoshughulikia mambo ya dini katika msikiti mkuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ameanzisha kozi itwayo kuimarisha ujuzi wa mawasiliano na wageni katika mji wa Madina. Kozi hiyo ni sehemu ya programu ya mamlaka Saudi Arabia katika kuboresha ubora wa huduma kwa mahujaji watakaozuru misikiti miwili ya Maka na Madina na kuimarisha utendaji wa kazi. Jitihada hiyo inalenga kukuza mawasiliano ya mahujaji katika kuingia msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huko Madina. Dhaka, Bangladesh. Timu ya wafanyakazi wa Saudi Arabia inafanya kazi usiku na mchana kuharakisha taratibu za kupokea mahujaji wa Bangladesh. Idadi kubwa ya Bangladesh wanatekeleza ibada ya hija tayari wamewasili Saudi Arabia. Mahujaji wanasema kuwa huduma za mradi wa Makkah Road ni kama kionjo cha ukarimu wa Saudi Arabia. Maafisa kadhaa wa Saudi wanafanya muda wote kazi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dhaka ili kuharakisha taratibu za hija, huku mahujaji 78,500 kutoka Bangladesh wanatarajiwa kufanya safari hiyo ya hija mwaka huu. Wa Bangladesh 45,600 waliojisajili kwa ajili ya safari ya hija ya mwaka huu tayari wamewasili Jeddah kupitia safari 115 maalumu za ndege zilizowachukua mahujaji zilizoanza safari zake katika mwezi wa Aprili. Ofisi ya hija ya Bangladesh ilisema haya siku ya Jumatatu. Taarifa hizi zimeandaliwa na Sheikh Hamza Rijal.